إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بدينكم عتيقا. هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Fuateni dini ya Allah na wala msizue katika dini hii, na jilazimisheni kuifuata dini yenu hii kongwe, dini kongwe ya zamani sana. Qala tabaraka taala: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Na amesema Allah tabaraka taala kumwambia mtume wake, basi naapa Muhammad, la yu'minun, hawajaamini bado Waislamu kwa haki ya kuamini kwao, hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe kuwa ndio hakimu wao, ndiye muamuzi wao. Katika yapi? Fima shajara bainahum, katika yale ambayo wanayozozana na wanayokhitilifiana kati yao, wayalete kwako wewe, na wewe uwe ndio muamuzi wao wa kuhukumia juu ya hilo. Thumma la yajidu fi anfusihim, kisha baada ya maamuzi na hukumu uliyotoa isije kakutikana katika nafsi zao kwa yale ambayo wewe umehukumu harajan, kwamba kuna uzito wa namna yoyote ile. Lazima waridhike kwa maamuzi yako, wasije wakakuta katika nafsi zao harajan, uzito wowote ule, mimma qadait, kutokana ile ambayo uliwahukumia baina yao, katika ile ambayo wao wamekhtalifiana kati yao. Na mbali ya kwamba hawana uzito, kwa maana wameridhika na hukumu zako na maamuzi yako, bado hawajasalimika bado. Wayusallimu taslima, na wanyenyekee tena unyenyekeaji wa moja kwa moja, wao ni wanyonge sana kwa kweli. Qala al-Imam al-Kathiri Ismail bin Umar Abul Fidai Imaduddin inda hadhihi al-aya: yuqsimu ta'ala binafsihi al-karima al-muqaddasa, anaapa Allah tabaraka taala mtukufu, anayapia nafsi yake tukufu ile utakasika.
Allah anaapa annahu la yu'minu ahad, ya kwamba hajaamini yoyote yule katika Waislamu hata yuhakima ar-rasul, mpaka mwisho amfanye mtume wa Allah kwamba ndio hakimu yake. Fi jami'ul umuri, tena katika mambo yote, sio baadhi ya mambo tu, mambo yote wamfanye mtume wa Allah ndio muamuzi wao. Fama hakama bihi fa huwa al-haq, kwani yale ambayo mtume wa Allah anayoyahukumia ni ya haki. Alladhi yajibu inqiyadu lah, ambayo inalazimika na kuwajibika kuyafuata ayo, batinan wa dhahiran, katika al-yasiri na dhahiri. Walihadha qal, na kwa ajili hiyo Allah kasema, thumma la yajidu fi anfusihim, kisha baada ya maamuzi yako na hukumu yako uliohukumia baina yao, wasije wakakuta katika nyoyo zao na nafsi zao harajan, uzito wa namna yoyote ile, mimma kadhaita, kutokana yale ambayo uliohukumia, usallimu taslima, na wanyenyekee tena unyenyekeaji wa moja kwa moja kwamba wewe ndio muamuzi wao wa kila kitu chao. Ai idha hakamuka yuti'unak, watakapokufanya kwamba wewe ndio muamuzi wao, basi wakutii. Fi batinihim, katika undani wao na siri zao. Fala yajidu fi anfusihim haraja, wasije wakakuta katika nafsi zao uzito wote, mimma hakamta bih, katika yale ambayo wewe umehukumia. Wayankaduna lahu bidhahir wal batini, tena watekeleze hayo katika hali ya siri na dhahiri vile vile. Ikhwata fillah, watukufu wa Kiislam, tumemaliza mwezi wa Hajj, Dhulhijja, tunaingia Muharram, ikiwa leo ni mwezi pili au ni mwezi mosi katika nchi kwa tarehe za ndani ya nchi zao watu. Wa yusallimu taslima, unyenyekeaji moja kwa moja. Tunatoka katika Dhulhijja tunaingia katika Muharram. Kwa nini tunaingia katika mwezi Muharram? Ni mwezi ambao ndani yake umeletwa bid'a nyingi. Sasa wazirejeshe zote hizo, kila hitlafu zao wazirejeshe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waangalie nini Mtume anahukumu, na wao wasibiti katika jambo ambalo lilikuwa sawa. Na ndio maana tukatanguliza mwanzo kauli na maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni dini na wala msije mkazua, hakika nyinyi mshatoshelezwa katika dini hii. Wa alaikum bidinikum atika, jilazimisheni kufuata dini yenu hii ambayo ni kongwe sana. Mnyenyekee moja kwa moja, wa yusallimu taslima. Fa yusallimuna lidhalika taslima, ay Muhammad, wanyenyekee katika hayo moja kwa moja, tena kulliyan min ghairi mumanaa, kwa ujumla wao, pasina na kuzuia jambo lolote ambalo wamelihukumu, wala mudafaa, wala kupinga lolote, wala munazaa, wala wasije wakazuzana chochote ambacho wewe umekisema, wasije wakaleta mizozo yao. Ibada Allah, utukufu wa Kiislam, inahtifala bi awwal hijri, hakika kushereheka kwa kuingia tarehe au mwaka wa Kiislam, jambo hilo lam yakun ma'rufan inda salaf, halikuwa ni yenye kutambulikana kwa wema waliotangulia. Maana kila ukiingia mwaka mpya wa Kiislamu kuna watu wanafanya sherehe sana huko, na kuna watu wanapiga ngoma, kuna watu wanaimba humu, kuna watu wanafanya vituko mbalimbali, kuna watu wanachoma mipira barabarani. Hayo mambo yote ambayo wao wanayafanya hayamo katika Uislamu, ni mambo ya kidunia. Ikiwa wao wanajinasibisha kwamba ni Waislamu, basi mwaka wa Kiislamu hakuna dalili yoyote iliyothibiti kwamba watu sasa washerehekee kwa kuingia mwaka wa Uislamu. Tunajua tu kwamba mwaka wa Kiislamu umeingia, basi hakuna kusherehekea, bali kutakuwa na kufunga kwa funga ambazo zimethibiti vile vile, kama ilivyokuja katika mwezi huu Muharram. Kuna funga ya Ashura imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mwezi mtukufu, lakini haukuwekewa sheria ya sherehe maalum kwamba tushereheke kwa kuingia mwaka wa Kiislamu. Inahtifala bi awwal alhijri, kusherekea kwa kuingia tarehe ya mwanzo wa hijria, lam yakun maarufa, jambo hilo waislamu wafahamu,
halikuwa ni jambo lenye kutambulikana inda salafi, mbele ya wema wale utangulia nyuma. Yani mtume mwenyewe ndio salafu wa mwanzo, yeye ndio awwalu salaf, kama alimwambia mwanae Fatima, ni masalafi ana laki, mimi ndo mtume wa mwanzo kukutangulia wewe Fatima. Lam yakun ma'rufan, jambo hilo halikuwa lenye kutambulikana inda salaf fi ahdi rasuli sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume Allah wasahaba wattabiina, wa inma huwa almuhdathat. Kusherehekea kwa kuingia mwaka wa Kiislamu ni jambo ambalo limezuliwa, allati ahdathaha ubaydiyun, ambao wamelizuia watu wa ubaydiyun wa kabila la ubaydiyun ambao ni Fatimiyun. Mashia ndio watu wa mwanzo kuanzisha sherehe za mwaka wa Kiislamu. Mashia ndio ambao wameanzisha mambo hayo mambo hayakuwepo katika Uislamu, na Uislamu unatakikana wawe nayo mbali nayo sana mambo hayo ambayo ya uzushi, ambayo hayakuthibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن احتفال بأول الحجر لم يكن معروفا عند السلف. حقيقة jambo la kufanya ihtifal, sherehe mwanzoni katika mwaka wa Kiislamu, jambo hilo halikuwa ni lenye kutambulikana kwa wema wale utangulia nyuma, mtume mwenyewe na masahaba wake wote, kadhalika tabiina wa tabi'u tabiina wa immatul huda. Jambo hilo halikutambulikana kabisa. Wa inma huwa almuhdathat, jambo la kusherehekea kwa kuingia kwa mwaka wa Kiislamu ni jambo ambalo limezuliwa, allati ahdathaha abidiyuna, ambao wamelizua abidiyuna au badiyuna, wao ndio waliozua watu wao. Wayurafuna bismi fatimiyina, wanajulikana vile vile kwa jina la Fatimiyina Mashia, ambao taassasat dawlatahum, walianzisha dola yao fi shimali Afrika, katika Afrika ya kaskazini. Walianzisha dola yao Mashia katika Afrika kaskazini mwaka 297 Hijria, sawa mwaka 909 miladia. Wantaklat ila Misra, dola yao ulipanuka sana mpaka ikaingia katika nchi ya Misri mwaka 362 Hijria na mwaka 969 miladia. Na kuna nchi zilitawaliwa na Washia ikiwemo Libya, Algeria, Tunisia na Misri yenyewe. Kwa hiyo walijipanua sana hawa Mashia. Libya nzima yote kulikuwa na Mashia wengi sana, Algeria, Tunisia, Misri. Kwa hiyo na wakati wa Uislamu walikuwa na madhehebu mbalimbali, kuna Malikia, kuna Shafiia, kuna Hanabila, kuna Abu Hanifa, lakini walipoingia Mashia walitumia nguvu kubwa sana Mashia. Kwa hiyo athari yake ikaenea mpaka Misri, na Misri ndio Afrika. Kwa hiyo ikaingia mpaka Afrika Mashariki. Watu wa mwanzo kuingiza akida za Kishia na kusherehekea kwa kuingia mwanzo wa tarehe za Kiislamu katika Afrika Mashariki ni Mashia ndio ambao waliingiza Ismailia. Mashia Ismailia wao ndio ambao wakishereka, basi masufi tane wakabeba wakachukua, ikawa wao wanashereka kwa kila mwaka, hasa wanapoingia hii Muharram. Tutashuhudia mazogo mengi sana, hasa katika mji Mkongo katika kipindi hichi. Watashereka hapo Ashura na mambo mengine, kwa sababu wao wanatokana na wameathiriwa sana na hawa Mashia Ismailia, ambao wao ni wako katika madhehebu ya Abidiyuna Fatimiyuna. Kwa hiyo mwanachuoni mkubwa wa Kiislamu anaitwa Al-Mikrizi, yeye amelezungumza sana kuhusiana na itikadi za Mashia na athari zao. Mashia wana athari kubwa sana Uislamu katika dunia.
athari kubwa sana, hasa kipindi hichi cha vita kati ya Irani na Israeli. Mashia wameweza kujichukulia sehemu kubwa sana ya sapoti ya watu katika ulimwengu, hasa awami nasi, watu ambao wasiofahamu kitu katika itikadi za Kiislamu wamebebwa na Mashia kwa kuona tu kwamba Israeli, Mayahudi wale wamepigwa na Wairani Mashia, kwa hiyo Mashia wako katika usahihi. Kwa hiyo wengi katika Uislamu wameathirika sana kabisa, mpaka wanawaona Mashia kwamba ni watu sahihi, akida yao ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu wamewashinda Israeli katika mapambano ya vita. Pamoja na kwamba tunafurahi sana kupigwa kwa Mayahudi sana kabisa, lakini hatufurahi kwa kushinda kiitikadi kwa hawa Mairani Mashia. Lazima uweze kuwa na kigezo cha kubalance. Pamoja na furaha yako Muislamu kama Mayahudi wamepigwa, sawa, lakini usifurahie itikadi ya Kishia, kwa sababu wao kwa upande wa itikadi hum asharru nasi, ni watu wabaya sana. Liannahum yukaffiruna sahaba, kwa sababu wa Mashia wanawakufurisha masahaba wote isipokuwa wachache, tena wafiki hata masahaba 10 ambao wanasema hawa ndio hawajakufuru. Masahaba wote wanawakufurisha. Kwa hiyo al-Imam Mikrizi amezungumza athari za Mashia, ni watu kwa upande wa akida ni watu wabaya, ama katika mambo ya dunia kama umeipiga Israeli sawa, lakini kwa upande wa itikadi yao ni potovu. Al-Imam Mikrizi ni miongoni katika maulama Ahlus-Sunna wal-Jamaa, Taqiyuddin Abul Abbasi Ahmad ibn Mikrizi, muarrikh al-Islam, mwanachuoni wa tarehe ya Kiislam, wa alim misri, mwanachuoni wa Kimisri, Ash-Shafi'i al-Athari, ni mshafi, ni mtu mwenye kufuata Qur'an na Sunna ala manhaj Ahlus-Sunna wal-Jamaa fi fahmi salaf al-umma. Al-Mikrizi yeye amewazungumza Mashia kwamba ni watu wabaya sana. Kwa hiyo anasema kwamba jambo la kusherekea kukuingia mwaka wa Kiislamu, hili jambo limezuliwa na Mashia. Anasema al-Imam Mikrizi, lam kana khairan law kana khairan labasakuna ilayhi lasabakuna ilayhi, lau kama ingekuwa Mashia ni bora, basi masahaba wangetangulia mwanzo kuliko wao. Fal khairu fi ittiba'ihim, basi khairi zote enye Uislamu ziko katika kuwafuata masahaba. Washarru fi itba'i man ahdatha min ba'dihim, na shari zote ziko katika kufuata uzushi wale ambao waliokuja baada ya masahaba. Kwa hiyo lazima tusimame katika sunna, tusimame katika manhaji iliyo salama. Mtu asije kuwafuata na kuitikadi kama Mashia ni watu wazuri sana, ni watu wabaya sana kwa upande wa itikadi. Ukisoma aqaidu Shia, itikadi za Shia hasa ar-Rafidha, ni watu ambao wabaya sana kwa upande wa itikadi ya Kiislamu. Allah tuwafikishe kusimama katika haki na kufuata haki hiyo, na kuweza kulinganisha kati ya mambo ya dini na mambo yasiyokuwa ya dini. Tusiingize mambo ambayo yasiyokuwa ya dini katika dini, tuyabakishe mambo ya dini, na mambo ya kidunia basi bakie kama ni dunia tu, mazal hayaathiri kitu katika Uislamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salah.